Asante wapenzi, na wakaribisha katika huduma ya siku ya leo ambapo tunaendelea na kulisoma neno la Mungu. Ningependa tuangalie neno la Mungu katika kitabu ambacho ni Kumbukumbu ya Torati ambayo tumekuwa tukiendelea naye, na tumesoma sura 2 3 hapo, na sasa tuko katika sura ya 4 na tuko katika sura ya 4b kwa sababu tulisoma nusu yake na tukawa na sehemu iliyosalia, na leo ndio tunaendelea na sehemu 4b katika ile Deuteronomy sura ya 4. Kwa hivyo ni Rehoboth Harvest Ministry International ambao wanakukaribisha kusikiza neno hili ambalo tunajifunza ili tuweze kujua undani zaidi na kuelewa mapenzi ya Mungu, kwa sababu imani yetu iweze kuongezeka na tuweze kujua hasa tunaamini nini. Kwa hivyo kuna undani wa mambo ambaye watu wetu hawangeweza kufikiwa naye, wale ambao hawajui Kiingereza ama lugha zingine ambazo zinatumiwa kote ulimwenguni. Na kwa hivyo, kwa vile tuna watu wengi sana ambao wanakielewa Kiswahili kote katika bara la Afrika na sehemu zingine za ulimwengu wanakoishi, ndiposa Bwana akaninenea niweze kuendelea na mambo haya katika Kiswahili. Kwa hivyo wapenzi, tunaanza pale katika mstari wa 25, mahali ambapo tulifika wakati uliopita. Tulisoma mstari wa 24 katika hiyo sura ya 4, na tunaona Musa bado yuko kazini, hajaondoka kwa sababu Joshua hajachukua mamlaka na bado wako ng'ambo ya Yordani. Na ndipo anakuwa na hii kumbukumbu ya kuwakumbusha wana wa Israeli walio taifa la Bwana, walioteuliwa, kuwakumbusha zile amri za Mungu na vile alitaka wakae na waishi na waweze kuimiliki na kuirithi nchi. Kwa hivyo wapenzi, unajua kitu ambacho anakiweka maanani sana na ambacho Mungu amelenga kila mmoja wetu aweze kujua ni kujua sheria za Mungu na kujua amri zake na hukumu zake. Kwa hivyo mambo hayo matatu ni muhimu sana, kwa sababu ukikosa hayo mambo matatu, kwa kawaida yake huwa unaingia katika dhambi, kwa sababu unajiona ukiwa huru, lakini ni katika ng'ambo nyingine ambayo ni ya yule mwovu. Kwa hivyo wapenzi, tuangalie haya mambo vile mstari wa 24 tulimalizia kwa kusema, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto ulao, Mungu mwenye wivu. Kwa hivyo wakati tunamwamini Mungu, tunajua ya kwamba Mungu ana wivu na anaweza fika mahali fulani kwa sababu ya uchungu huo. Akiona unafanya mambo kinyume na yeye, anakuwa moto, na akiwa moto ni moto ulao, ambaye moto ulao ni kukumaliza kabisa mpaka ubaki majivu, yaani usiwe hapo popote, usiweze kuonekana tena. Hivyo ndivyo Mungu anaimanisha, na ndivyo alimwambia Musa awaambie wana wa Israeli ya kwamba yeye ni moto ulao, na vile vile yeye, na unajua moto unaokula, moto ulao ni kukula, kukumaliza kabisa ile hali yako ya utu, ile hali uliona unaishi kwa sababu yake, yote inakwisha na inakuwa ni majivu tupu, na haupo, unaona kama upo na haupo. Kwa hivyo wapenzi, na nasema ana wivu. Kwa hivyo wakati wote unatenda kitu kinyume na Mungu, ujue tayari Mungu ana wivu. Na umewahi kuona mtu mwenye wivu, ama wewe, wakati kitu chako kinatumiwa kwa njia isiyofaa? Kwa hivyo Mungu hafurahi wakati tunamtumikia shetani na mifano yake. Kwa hivyo wapenzi, tuangalie utakapozaa wana. Anakuambia utakapozaa watoto, yaani utakapozaa wana na wana wa wana, mkisha kuwa katika nchi siku nyingi, mkajiharibu na kufanya sanamu ya kuchonga kwa umbo la kitu chochote, mkafanya ambayo ni maovu machoni pa Bwana Mungu wako, na kumtia hasira. Kwa hivyo anasema, anaanza pale katika mstari wa 25, anasema wakati ambapo mtafika katika nchi ile na mtajinyakulia, nchi itakuwa ni yenu, mtazaana, yaani anasema mtazaa watoto, wana wenu, na wana wenu wazae wana wengine. Kwa hivyo hii ni vizazi, anaonyesha vizazi kama 3 4 vijavyo, ati kutakuja wakati ambapo mtaanza kufanya mambo yenu, kwa sababu mtakuwa mmekaa pale kwa siku nyingi sana katika urithi ule. Bwana anatuambia nini? Wakati umekuja kabla haujabarikiwa, wewe huwa umeshuka, unaonekana mtu mpole, mtu ambaye anaelewa, lakini baada ya muda kuendelea ukapata watoto, unaanza kuwa napungua katika hali ya imani.
na watoto nao wakizaliwa kama hauwafunzi, nao vile vile wanakuwa chini ya kiwango cha pungua, na baadaye watoto wao wanakuwa kabisa hawatamjua Mungu, kwa sababu haukuendeleza vile Bwana alisema ati muandike hata vibao vya rohoni mwenu juu ya Mungu na mjulishe watoto wenu. Kama haukufanya haya mambo, basi kizazi chako cha 3 cha 4 kitakuwa hakikumbuki, kwa sababu kitakuja kikute kuna baraka nyingi, umebarikiwa, walikuta mashamba, maploti, manyumba za kukombolesha, kukodisha, kila kitu, magari nyumbani, wamelelewa katika huo utajiri, elimu walipata nzuri katika nchi hii ama katika nchi waliopo unayenisikia sasa, mambo yote walikuta yako sawa sawa. Na wakati walikuta hivyo, wanapozaliwa wanakuja wakisahau, wanashindwa tunamuomba Mungu atumpe nini tunaomba kwa Mungu, kwa sababu tuna kila kitu. Kwa hivyo ni kuonyesha imani inaanza kuisha, na wanaanza kuelekea upande wa ulimwengu, kuegemea upande wa ulimwengu. Na hiyo ndiyo Bwana anaimanisha hapa, ati baada ya kukaa siku nyingi katika nchi ambaye Mungu alitupea, utakuta watu wamegeuka kuanza kujitengenezea miungu yao ya sanamu vile wanavyofikiri. Angalia nchi kama hii tuliopo sasa na nchi zingine ambazo tunasema nchi zilizoendelea, industrialized countries, utaona ya kwamba walifika mahali wakazoea Mungu. Walipokuja, ukikumbuka, aibu angalia sana historia ya kama Marekani hapa, wakati walitoka kwa ng'ambo miaka ya karne ya 14, utaona ya kwamba walikuja wakiwa na ile hali ya kutaka kujinyakulia nchi, kuikuza, kuitengeneza na kumwogopa Mungu. Walikuja wakiamini Mungu, kila mahali walitembea walisema juu ya Mungu. Angalia hata wale God wale walihubiri katika nchi hii, hata vile wameandika katika emblem yao, wameandika ya kwamba in God we trust, ati ndani ya Mungu tunaamini. Kwa hivyo walikuwa na imani kubwa sana, lakini imekuja ikaenda ikasonga miaka baada ya miaka. Baada ya kukaa hapa kwa miaka mingi, wakakula matunda ya nchi, wakaweza vile Mungu aliwapigania kutoka kwa Wahindi wekundu na makabila mengine yalikuwa hapa, kwa sababu ilikuwa hivyo. Basi waliweza kuona sasa tumetosheka, mashamba makubwa, tumekaa vizuri. Na hii nalinganisha na kote ulimwenguni mahali unanisikia wakati huu. Wakati ulienda kupata ile utajiri unaye mahali ulipo katika nchi yoyote, kumbuka kulikuwa na wenyewe, lakini Mungu akakuondolea ikawa ni wewe. Sasa ukoo wako, watoto wako walikuta mambo haya yote ni mazuri, hakuna shida, utajiri mwingi. Mungu anatuambia nini hapa? Anatuambia wakaacha njia za Bwana, wakaanza kujitengeneza sanamu. Angalia nchi hii tunayoishi wakati huu, kila mahali ukikanyaga ni sanamu, kila mahali ukikanyaga ni sanamu. Hiyo ni sanamu ya fulani, hiyo ni fulani, huyo ni fulani. Angalia nchi kama ya kwenu Kenya, wengine utaona ya kwamba hiyo ni sanamu ya Tomboya, hiyo ni sanamu ya Kimathi, hiyo ni sanamu ya Kenyatta, hiyo ni sanamu, yani zimeenda zikiwekwa sanamu. Sasa watu wakifika pale walifuata na zile za kina Daramea, zile ziko Kenyatta Avenue, unaona hapo kulikuwa na sanamu. Angalia sehemu zingine, kuna miji mingine katika Kenya haikuwa na sanamu hata moja. Hata katika nchi ya Tanzania na nchi zingine, unaenda sasa nchi ya Tanzania, Uganda, unakuta sanamu ya kina Obote, sanamu hiyo ya kina Nyerere, sanamu hiyo. Yani zimewekwa, watu wameiga mifano ya kuabudu sanamu. Sasa Mungu anaenda akiondoka ndani yao pole. Baada ya vizazi kadhaa, utakuta hata katika hizo nchi tulisema ya kwamba wanaomba katika roho na ukweli, katika nchi ambazo wanamuogopa Mungu, utakuta tayari wameingia katika ulimwengu wa sanamu. Na ndio huo umeleta shida. Wakati huu nakuta wanao sanamu hizi zimewafanya watu kuingia katika dhambi na kutenda maovu mengi, waume kulala na waume, wake kulala na wake, na sasa imekuwa shida, hata ujui tabu inatokea wapi. Je, umejiuliza baada ya hii kutakuwaje? Itafika wakati hakutakuwa na uzao, itafika wakati watu hawatapata watoto, itakuwa wakati watu watatumia zile mnaita test tube babies na mambo kama hayo, watajitengenezea. Na ndio hii sasa mumeenda kiwango hiki, watu wameingia sasa ni cha kumsahau Mungu kabisa. Hii ambaye mnaita AI, artificial intelligence, hii imekuja kufanya mambo
ambapo hawatamhitaji mwanadamu, hawatahitaji watu kuwa katika darasa, watu kufundisha. Watatumia hii AI kuweza kufikia watu wengi na kuweza kutalii na kuona mahali ulipo na kuweza kujua wewe ni nani. Kwa hivyo kutafika wakati watu hekima yao, elimu yao, ujuaji wao watajimaliza wenyewe. Na ndio hii Mungu anasema, kwa sababu nia ya Mungu haikuwa mwanadamu ajimalize mwenyewe, ijapokuwa ilitabiriwa ati maarifa yetu ndio yatakayotumaliza, lakini sasa inaelekea. Na ndio Mungu anasema yeye ni Mungu mwenye wivu. Wakati mtafika kiwango hiyo atawamaliza. Nina imani ya kwamba haitafika kiwango hiyo ambayo ingawa wanaabudu sanamu, Bwana atakuja na kutakuwa yeye ni moto ulao, na atamaliza hivyo vyote, watu wataanza upya. Kwa sababu gani? Kulikuwa na civilization zingine miaka ya nyuma kabla ya Biblia, wakati wa ambao tunaambiwa wa Ibrahimu, kulikuwa na maendeleo, kulikuwa na mnara wa Babeli na vingine, na Mungu wakati hasira yake ilishuka alimaliza yote, watu wakaanza upya. Kulikuwa na ufalme mwingine kabla ya Nuhu, na wakati Nuhu alipo nini, watu walimalizwa dunia mzima. Na hivyo hivyo ninatabiri ya kwamba itatendeka hivyo hata wakati huu, wakati watu watafika kiwango ya kumdharau Mungu kabisa, na yeye ni moto ulao, atashuka. Na wakati atashuka, mambo haya yatakuwa na ole wetu. Afadhali iwe wakati ambapo tayari kanisa litakuwa limenyakuliwa. Kwa hivyo wapenzi, ninawaambia ya kwamba mjihadhari sana. Neno la Mungu ni wazi, anasema mtakapokula na mshibe, mtakapokuwa mmekaa huko siku nyingi, hapo ndipo mtasahau na muanze kujiumbia miungu yenu ya kuchonga. Masanamu zenu muanze kujiwekea, na mambo hayo yatafika wakati na mtamtia Mungu hasira. Hasira ya Bwana itaamka, na hasira ya Bwana ikiamka, basi kutakuwa na shida. Yeye haoni kile ambacho hawezi kufanya. Chote anaweza fanya, yeye ndiye aliyetuumba, na yeye ndiye atajua sababu ya kutuumba, na ataweza kubakisha ile kitu wanaita mabaki, the remnant, ambao wataendeleza huduma yake katika ulimwengu huu, kwa sababu si mapenzi ya Mungu kuwamaliza wanadamu, lakini atawaondoa. Alimuondoa Adamu ambaye alimuumba kwa mikono yake mwenyewe toka katika shamba la Edeni. Je, wewe na mimi ni nani ambao baada ya Mungu kutubariki tunaondoka na kuanza kuabudu sanamu? Ni wakati wetu. Achaneni na walimu hawa, wamekuja wanawaambia hakuna Mungu, mlidanganywa Biblia. Someni muelewe Biblia, someni muelewe vile imani ilivyo. Ukija kujua, ujue ni roho yako na Mungu, wewe na Mungu mnaendeshana namna gani. Kwa hivyo wapenzi, chunga sana hasira ya Mungu isimwagike katika boma yako kwanza. Na washuhudizie mbingu na nchi hivi leo kwamba karibu mtaangamia kabisa juu ya nchi mwivukiayo Yordani kuimiliki. Bwana anasema wakati ambapo mtaanza kujitengenezea hizi sanamu, atawashuhudishia, yani atatoa ushuhuda mbele ya nyota, na yani nyota na jua na mwezi mbele yao, atatoa ushuhuda juu yenu, ili kwa sababu mumevuka mto wa Yordani muweze kuirithi ile nchi. Atashuhudia aseme hawa wamenikataa. Kwa hivyo atakuwa hasira zake zimemwagika. Hamtafanya siku zenu ziwe nyingi juu yake, ila mtaangamizwa kabisa. Siku zenu zitapunguzwa. Na Biblia inasema ya kwamba siku zilipunguzwa, lakini kile kinatufanya tuwepo wakati huu ni kwa sababu kanisa halijanyakuliwa. Wakati kanisa litanyakuliwa, siku mtaona zikiwa ndefu sana, mchana utakuwa mrefu, unaona mambo hayafanyiki. Lakini kwa sababu ya wateule, siku zimefupishwa. Wapenzi, nawaambia nini? Nawaambia ya kwamba ati mkiwa kule, siku zenu hazitakuwa nyingi sana vile mnafikiri, kwa sababu mmemwondokea Mungu. Bwana anasema atawaangamiza wote ambao watakataa kukaa katika njia za Mungu kwa sababu ya wivu wake. Na Bwana atawatawanya kati ya mataifa, nanyi mtasalia watu kidogo tu. Yaani atawatuma kila watu kwenda mbalimbali. Ondokeni njia zake za kuwatawanya kwa sababu ya imani. Na alianza mapema. Sijui kwa nini watu waangalie sana katika maandiko. Ukiona katika makabila ile 12 ya Israeli, kwanza tukiangalia kuanzia hapo, utaona ya kwamba wakati walianza kuabudu Baal na Ashtarothi na zingine, Mungu aliwatenga. Kukabaki makabila mawili upande wa kusini, Juda, na yale mengine 10 yakawa kaskazi, yakawa yamepigwa na Waaseria, yakaondolewa
wakaondolewa kabisa, wakaenda mbalimbali. Wakati wa Esther wote wako mbalimbali, Washunami wapi, kila mahali wakawa wameingia kote ulimwenguni. Na wakati unasoma historia ya Wayahudi utaona ya kwamba wengine walienda kule mnaita Spain na kwenda nchi zingine za Europa na kuwa watu wa kupigwa na kuuawa na kuwa watu wa kuteswa. Na sasa ndivyo ilivyo hata nasi wapenzi, tumekuwa tunazunguka hivyo. Watu wa wokovu wamekuwa wengi ulimwenguni, lakini wanateswa. Angalia katika Uarabuni, angalia katika nchi zingine, Wakristo katika Uchina, katika wapi, Wakristo wanauawa sana. Na ninakwambia nini? Ni kwa sababu wengi wameacha njia za Mungu, na kwa sababu dunia imeongezeka watu ambao ni wakatili, watu wabaya, watu wasiopenda imani, ambao wanaona hawa watu wakiokoka wana vita na sisi, na kwa hivyo lazima tuwamalize. Ndivyo inavyoendelea wapenzi, na wapenzi nawaambia ya kwamba tukae katika imani yetu ili Mungu wetu asije akaingiwa na wivu juu yetu. Kwa hivyo wapenzi, anasema ya kwamba watu wachache tu ndio watasalia. Kidogo hesabu yenu kati ya makabila mtakapopelekwa mbali na Bwana. Yaani mahali mtapelekwa mtakuwa ni watu wachache tu. Na ndio unaona wapenzi, watu waliokoka kati, hebu jipime wewe katika mji uliopo, mahali unaishi sasa. Wewe ni mchache tu, hata kijiji ya kwenu utakuta Wakristo labda ni 10 ama 20 ama 3 ama wewe peke yako mahali unapoishi. Wengine wote ni dini za kilimwengu, kuabudu jua, kuabudu nini, mambo kama hayo. Wengine kwenda kwa wachawi usiku, wengine mambo yale, wengine walevi. Angalia vitu mnaita muugizi nini. Watu ni wengi sana huko. Hata wale Wakristo wa bandia wanaenda huko na wako na imani hizo. Kwa hivyo wapenzi, je, umesimama upande gani? Soma neno la Mungu vizuri. Anatuambia hasira zake zitaongezeka. Atafadhali wacha tudumishe wokovu wetu, na huko mtatumikia miungu kadhaa, miungu kazi za mikono ya watu, miti na mawe, ambayo hawaoni wala hawasikii, hawali wala hawanusi. Yaani ile miungu watu wanatumikia siku hizi ni sanamu, ni za mawe na sanamu ambazo zimetengenezwa na mbao, na hizi sanamu hazioni, ni mbao iliyokatwa mti, hata hauko hai, tayari umekatwa, hauna mizizi, na unauamini, unapiga magoti mbele yake ati na unasema unaabudu. Hivyo anakuambia unaabudu mawe, unaabudu hiyo miti ambayo umechonga na akili zako mwenyewe. Wala na hii miti haisikii, haina masikio, hata ukijaribu kuongelesha haiongei, na vile vile hawali, ukiipa chakula hawali. Unaona dini zingine kama nitaguza tu kwa sababu zipo dini za ulimwengu. Utaona kama dini za Kihindi wanapeleka chakula pale katika misikiti yao, wanapeleka maziwa, wanapeleka nini, na wengine hata hawa watu wanaoabudu mizimu na watu ya kale utakuta wanapeleka machakula kule kwenye makaburi, wapi, kila mahali. Lakini mahali wanapeleka chakula hicho kiko hapo, kingine kinaliwa na ndege, kingine kinaliwa na wanyama wa mwituni, na wanasema ni Mungu anakula. Kwa hivyo wapenzi, angalia ujinga ulioingia wanadamu. Wameingia hali ya kuabudu mambo ya ulimwengu, mambo ya kazi ya mikono yao wenyewe, si mkono wa Mungu. Na hawa wanaabudu vitu havili, sanamu haili, ukiweka pale ni pale, haisikii hata ukiongea. Na hii mambo imeandikwa hapa, unaona mstari wa 28, hazisikii, na ndio unaona mtu anaabudu. Nataka uone vile Mungu anatuona tukiwa, yaani anaona tukiabudu hizi sanamu, anaona ujinga wetu, mahali alituweka kiwango cha juu, tumeshuka, tumekuwa watu ambao hatujielewi wenyewe. Unatengeneza kitu na akili yako, na wewe unafanya wengine waabudu, na wawe wakisema ati ni Mungu. Tunaenda kuabudu Mungu wetu. Mungu ni roho wapenzi. Mungu ni roho, na roho yuko kila mahali, na hawezi kuchora ama kuchonga roho anakaa namna gani. Lakini huku, kama mkimtafuta Bwana Mungu wako utampata. Ikiwa utamtafuta Mungu, anadhibitia kwamba utampata. Lakini ni wewe una kazi ya kumtafuta, si Mungu anakutafuta. Mungu amekupa uhuru wa kuamua ni nini unataka, ni nini unataka kuabudu, ni wapi unataka kufanya, ni nani unataka kutembelea. Huo ni uamuzi wako, amekupa uhuru huo. Lakini anasema hapa, ikiwa lakini kama ukimtafuta Mungu, wewe mtafute Bwana, basi utampata, ukimtafuta kwa moyo wako wote na roho yako yote. Yaani uhai ulio ndani yako na moyo wa huo uhai wewe unaishi, ukimtafuta Mungu kwa bidii,
Kwa moyo wako wote na roho yako yote utampata. Yeye yupo, anakungoja tu uweze kukubali. Lakini watu hawatamtafuta lini? Na akili zao zimepofuka na mambo ya dhambi, mambo ya usherati, mambo ya ulevi, mambo mengi ya wivu, uwaji, wizi, ukahaba, nini, mambo mengi yamewazumbua watu katika ulimwengu huu. Kwa hivyo hawana nafasi ya kutafuta Mungu. Ni sharti uwe na wakati wako ambao unaamua, hata katika nyumba yako unaamua, dakika hizi ama lisaa hili nitakuwa mbele ya Mungu wangu baada ya kazi zote nimefanya, kabla ya kwenda kulala. Ni lazima unakuwa na wakati huo. Kama ni kusoma neno la Mungu, kama ni kuenda kuomba, unajipanga vizuri. Hata kuita watu maombi siku hizi imekuwa mwiko, imekuwa ni kama vita. Unawalazimisha, kama una bingu yako unawapeleka, na wanasahau ni hawa wanaohitaji maombi, sio wewe unayewaita. Kwa sababu Mungu hahitaji maombi, wewe ndio unahitaji maombi ili uweze kumfikia Mungu na muwasiliane naye. Tafadhali mtafuteni Bwana maadamu anapopatikana, kwa moyo wako wote na kwa roho yako, na utampata. Amesema wazi, ukimtafuta utampata, lakini usipomtafuta hautampata Mungu. Utaishi katika maisha yako ya kibinafsi na ujuaji wako ambao hautakupeleka mahali popote, bali utakuongezea shida. Kwa hivyo, na wakati wapo katika mashaka, ukiisha kupatwa na mambo haya yote, siku za mwisho utamrudia Bwana Mungu wako na kuisikiliza sauti yake. Wakati unaona tabu imefunguliwa, shida zimefunguliwa, unaambiwa wakati wote utapita katika mashaka, mambo haya magumu, kwa sababu ulijipeleka mwenyewe, uliingia mambo haya ya ulimwengu mwenyewe kwa kupenda. Wakati utapatwa na mambo haya na uwe na uchungu, mwisho kabisa utamrudia Mungu. Kwa sababu gani? Utaona shetani hakusaidii, bali shida nyingi zimekuja kwako kwa kutokumjua Mungu. Kwa hivyo anasema utamrudia, na wengine watafariki kabla ya kumrudia Bwana. Na hao watafariki kabla ya kumrudia Bwana, ole wao, wengi wao wataishia jehanamu. Lakini tuachie pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu dakika ya mwisho kuna wale watatubu hata dakika ile ya kumwomba Mungu radhi na kumtafuta. Kwa hivyo hiyo ni hukumu ya Mungu, na ndio Bwana ametuambia tusiwe watu wa kuhukumu, lakini tufundishe watu neno la Mungu. Kwa sababu hata ukifa, mpenzi, wakati umefanya dhambi katika ulimwengu wote, wakati umepitia mashaka na mambo mengi, umekataana na Mungu, hata ukiingia mbinguni hakuna taji utapata. Taji yako ikipitishwa katika moto itakuwa ni kama nyasi, na utaingia katika ulimwengu huo ukiwa maskini wa kiroho, katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo wapenzi, ni vizuri uwe na taji. Utakuwa mtumwa katika ufalme wa Mungu, kuwashikia wengine taji zao waliotenda kazi ya Mungu, mapenzi yake maishani mwao na kutenda kazi nzuri. Taji zao zitawaka na zitakuwa na weza, zitakuwa nzito, zitakuwa kubwa. Lakini wewe ambao unangojea wakati uko katika shida ya kufa, mlangoni ya kifo ndio unaokoka, basi pole, ole wako. Utaingia, ukipitishiwa katika moto, mambo yako yatakuwa hauna chochote katika ufalme, utakuwa ni maskini tu huko. Kwa kuwa Bwana Mungu wako ni Mungu wa rehema. Mungu ni mwema. Tukirudi kwake, ana rehema nyingi, hata kukosa wala kukuangamiza, wala hata lisahau agano la baba zako alilowaapia. Kwa hivyo wakati unarudi kwa Bwana, Mungu ni mwingi wa rehema. Hata sahau ile agano alifanya na wazazi wako. Aliwaambia ya kwamba atabariki. Wakati utarithi nchi hiyo, atakubariki, atakuongoza, atakutendea makuu, atabariki kizazi cha 3 mpaka cha 4, na kuna mahali anasema atabariki hata vizazi mpaka 1000, kulingana na familia yako vile itaendelea kumwamini Mungu, kizazi hata kizazi. Kwa hivyo Mungu atakumbuka agano, lakini atakumbuka agano hili namna gani? Atakumbuka kwa sababu umemrudia, umerudi upande wa Mungu, umetubu, umempenda kwa moyo wako wote na roho yako yote, na wakati utarudi, anasema atakumbuka ahadi, agano aliloweka na wazazi ama babu zako. Kwa hivyo wapenzi, maana uliza sasa siku zilizopita, zilizokuwa kabla yako, tangu siku ile Mungu aliyoiumba mwanadamu juu ya nchi, na toka pembe hii ya mbingu hata pembe hii. Anakuuliza, ujiulize mwenyewe, uone historia. Wakati Mungu alianza kuumba vitu siku za nyuma, akaanza kuumba dunia,
na vyote vilivyomo, hata siku ya sita kumuumba Adamu na Eva. Basi wakati aliwaumba, kumbuka haya mambo yote, kumbuka mahali walikosana, kumbuka vile ilitendeka, kumbuka hata siku za Nuhu, kumbuka wapenzi waliompenda Mungu kama kina Enoch na wengine walienda na Mungu kabisa. Kumbuka wengine wapenzi kama kina Samueli, wapenzi kama kina Musa, watu wengi, kina Methusela, wote kina Nuhu waliompenda Mungu walirudi, kina Ibrahimu, kina Isaka, ijapokuwa walikuwa wanadamu na wanaingia katika matatizo, lakini katika mashaka na mengineo, lakini walirejea kwa Mungu kwa kutoa dhabihu, kumuomba na kumrudia, na Mungu aliwasamehe. Na ndio anakuambia hata wewe siku ya leo, kumbuka siku hizo, kumbuka wale watu umeona waliokoka, baba zako, babu zako na wengine, vile Mungu alikuja nao, hata wakitenda dhambi, waliporudi katika uwepo wa Bwana, Bwana aliwahurumia. Kwa hivyo na uangalia hata dunia yote, nchi ambazo hazimpendi Mungu. Kumbuka tulisikia ya kwamba kama nchi za South America vile zilianza kufanya kumheshimu shetani, na unakumbuka mambo tuliambiwa iliwatokea huko. Kumbuka hata nchi zetu wenyewe, wakati watu walimwacha Mungu, wakaweka akili zao kwa siasa, wakawa ni siasa. Angalia ni hii siasa tafadhali. Hii siasa inapoteza watu wengi sana. Wakati imekuja ni moto mwingine, kwa sababu ni ufalme wa dunia. Watu wanatafuta ufalme wa dunia hii, wanaachana na ufalme wa mbinguni. Basi hawakumbuki hata kuomba, saa yote wanasema ni huyu, ni huyu, ni huyu, ni huyu. Na sasa naye shetani amejua, anakimbia mpaka wale wamebaki kanisani, anawakuta huko na kuwapa zawadi huko, kuwavuta, kuwaleta katika ufalme huu wa dunia. Kwa hivyo wapenzi, unakuta nchi haina watu wanaomba, wote wako siasa, watu wako kula, watu wako kunywa, watu wako kufurahi, ni huyu, ni huyu, ni huyu. Baadaye Mungu anakosa watu wa kumwita, watu wa kumwambia mahitaji, na anaachilia. Akiachilia moto, unakuta watu ndio wanauana, mtu na mwingine. Waliokuwa wanaishi nyumba moja, jirani moja, wanauana wenyewe. Kwa sababu gani? Mungu amewaachilia, kwa sababu wameacha maombi. Hakuna mtu anawasiliana, roho zao zimeingia kwa mambo ya utajiri wa ulimwengu. Mambo haya Mungu atatupa, lakini anasema kwanza tumwamini yeye, tumtumaini yeye, tumpende yeye, na yeye atatubariki na yote, kwa sababu hata hii dunia ni yake. Lakini ukingoja kubarikiwa na watu wa dunia, ole wako, hata hao watakuitisha. Waliokupandisha mti wanajua jinsi ya kukushusha, lakini Mungu akikubariki hakuna awezaye kukushusha. Kwa hivyo wapenzi, siri hizi ndizo tunatakiwa twende tukizijua. Basi tukishajua namna hii kwamba kumetukia neno lolote kama neno hili kubwa, au kwamba kumesikiwa habari ya neno kama hili, jiulize, kuna neno ambalo limeweza kuja ulimwenguni likadumu kama neno la Mungu? Hakuna neno lingine. Maneno mengine yakija huisha namna hiyo. Mtu akija na kiburi yake huisha namna hiyo. Tulikuwa na watu, angalia, kulikuwa na watu, angalia miaka ile, wewe umesoma historia, mambo ambayo umesoma ya ulimwengu. Watu wanakuja, tunasikia huyu ni muuaji wa watu, huyu ni mzuri, huyu ni nani. Tulikuwa na watu wa muhimu sana, watu waliokuwa na huruma, watu ambao walijitolea mioyo yao kwa sababu ya wanadamu. Watu kama kina Mandela walikuja, watu wakafurahi na wakaenda, kwa sababu walitumwa kwa ujumbe fulani na hawakuondoka katika njia zake. Kuna watu wengine wauaji walikuja, wakaua watu, walienda. Kwa hivyo Bwana anakuambia angalia mambo haya, kwa sababu kati yao kuna wale walienda jehanamu, na hatuangalii. Kuna wengine waliitwa kina Bokasa, kina nani, walijifanya wafalme wa ulimwengu. Ndugu yangu, siku ni chache. Bwana amesema tutakapokuwa kule tuone kama ni siku nyingi tumekaa. Tujihadhari sana, tusije tukaanza kuabudu mambo ambayo ni ya kuisha. Ujue Mungu ni amina, Mungu ni hapo, haumbiki, alikuwepo, yupo na atakuwepo. Yani habadiliki, yeye ni yule yule. Mungu ni roho, habadiliki mpenzi. Hakuna roho ya mtoto na roho ya mtu mzima. Roho ni roho. Kwa hivyo wapenzi, tujue namna ndio nakuambia, kuna neno limekuja ambalo ni kubwa kama lake. Hakuna neno ambalo limepingana na Mungu wakati wote. Neno la Mungu limesimama. Hata wakati safina ilikuja, watu wakaisha wote, Mungu alikuwepo tu, alimuokoa Nuhu na akaanza kuleta mimea, ikamea vizuri, na Nuhu akaendelea na maisha na watu wakazaana. Kwa hivyo Mungu habadiliki. Wewe ndio utaumia ukikataa kukaa katika njia za Mungu. Maisha yako hayo mafupi yatakuwa ya tabu na mashaka na ya uchungu, na pengine uishie jehanamu, ambapo milele utakuwa ni kusaga meno huko. Kwa hivyo wapenzi, tumwangalie Mungu kabisa, kwa sababu neno lake ni wazi na ni amina. Je,
watu wakati wowote wameisikia sauti ya Mungu ikinena, toka kati ya moto kama wewe ulivyoisikia, wasife. Kwa hivyo wapenzi, wakati watu wanasikia sauti ya Mungu hawawezi kufa. Hapana, kwa sababu wakati Mungu anaongea nasi, yeye huongea akiwa motoni, kwa sababu Mungu ni moto ulao, hauwezi kufa. Lakini ikiwa wewe haumsikizi yeye, anakuja kukutafuta, hapo ndipo mnapatana. Kumbuka Farao na majeshi yake walimfuata kule, wanazuiwa na moto wasimkaribie watu wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya uangalie sana, na ni mambo ya muhimu ambayo Mungu anatukumbusha wakati huu. Wakati unakaa ukiwa kwako nyumbani, ukiwa peke yako, hauna mambo mengi, ni juu yako unafikiria mambo haya ya Mungu yako namna gani. Unamkaribia Mungu zaidi, unaongea na unamwambia, Bwana niko hapa, Bwana naomba unibariki, Bwana naomba unene nami, Baba nielekeze. Kwa hivyo wapenzi, ukijua siri hizi za kuwa na wakati na Mungu wako, hapo Mungu hatakuacha, atakuwa na wewe kila wakati. Au Mungu amekwenda wakati gani akajitwalia taifa toka kati ya taifa lingine? Kumbuka wakati Mungu aliona dunia mzima haina wale wanaomwamini, wamepotea baada ya Nuhu na mambo mengine. Kizazi kilichokuja kilikuwa ni katili tu, mpaka Mungu akaona baada ya kizazi kama cha 7 akaona sasa inatakiwa nitafute kabila ama nitafute taifa, nitengeneze taifa langu, kwa sababu akiendelea namna hii dunia mzima tena haitakuwa na amani. Ndipo akachagua, akafanya nini? Akajitwalia taifa. Yani akamtoa nani? Akamtoa Ibrahimu. Alipomchukua Ibrahimu alikuwa Abrahamu, na akamfanya taifa lake. Mtu ambaye hazai, mtu ambaye alikuwa tasa, mtu ambaye alikuwa nini? Gumba, hazai. Haijulikani kama ni Sara ama ni yeye walikuwa matasa, lakini Biblia inasema tumbo la Sara lilikuwa limefungwa, na vile vile huyu bwana yake naye alikuwa hajaenda kujaribu. Kwa hivyo wapenzi, mpaka alipoenda kwa Hagari, Mungu akambariki, kwa sababu alitaka taifa la Mungu liwe na vile vile watu wa nje hawa ambao ni Ishmaeli, na vile vile ikawa ya kwamba mbegu ile ya Mungu ikawa itapitia tena kwa Sara, na Sara akaahidiwa na wale malaika watatu akiwapo Mwokozi ya kwamba mwakani atapata mtoto Isaka wa ahadi. Kwa hivyo Bwana akajitwalia taifa, akatengeneza taifa ndani ya taifa. Hiyo ni kukuambia nini mpenzi? Kulikuwa na watu wengine wengi, kulikuwa na kina baba ya Abrahamu, kulikuwa kule ametoka Uru wa Kaldei, kulikuwa na watu duniani. Soma historia fupi ya nchi ya Persia, na vile kulikuwa nyakati zile Babylon. Kulikuwa na watu kote ulimwenguni, wa Hindi nani wote, lakini Mungu akajitwalia akatengeneza taifa lake ambalo tumeegema ndani yake tukaingia kwa sababu ya Kristo katika Agano Jipya. Kwa hivyo wapenzi, nawaambia nini lingine? Kwa majaribu akafanya hizo taifa lake kuwa kubwa ndani ya taifa. Na ni kwa nini? Akaonyesha kwa majaribu yaliyokuwa pale, akawatoa na akawatoa yale majaribuni. Vile vile akafanya nini? Na kwa ishara akaonyesha ya kwamba hawa ni watu wangu. Vile ambavyo alimuondoa Abrahamu, akamuongoza, akampeleka mahali hana chochote, na akaweza kumbariki. Na kwa maajabu aliyotenda, aliweza kumpigania hata katika Misri, akapata utajiri mwingi na mambo kama yale. Na katika vita, kumbuka hata katika Mwanzo 14 wakati Lutu anashikwa na wale wafalme 5, Abrahamu anaenda anampigania, anaweza kumkomboa na kumrudisha. Kwa hivyo hata vita Mungu anakusimamia. Wakati shetani atakuwa anakupiga, Mungu atakusimamia. Hata nasi tumepigana vita vingi. Watu wanakusota, watu wanakudharau, watu wanakuchukia, wengine wanataka kukumaliza, lakini mpaka sasa upo. Unafikiri ni nini? Ni Mungu anakupigania. Anakupigania si kwa sababu ya hekima zako, si kwa sababu ya uweza wako, si kwa sababu ya nguvu zako. Hapana, ni kwa sababu Roho wa Mungu anakuwa na wewe, anakukinga, anakupigania, na unakuwa mshindi katika mambo hayo. Wengi tumepelekwa mahakamani, tumepelekwa mahali pengine, tumepitia mambo mengi, lakini kwa yote Mungu alikulinda. Alikulinda kutoka kwa hatari hizi. Ulidharauliwa, wengine walikuwa mahospitali, wametangazwa hawawezi kutoka hospitali, watakufia huko, hata watu wao wakawasahau, lakini Mungu akakuponya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wakati kama huu. Unisikie, ujue kama umeondoka katika njia za Mungu, urudi katika njia za Mungu, kwa sababu ni Mungu aliyekuteua na amekupa wakati mwingine aweze kuongoza pamoja na wewe. Kwa hivyo
na kwa mkono wake hodari amekulinda, na kwa mkono wake ulionyoshwa ananyosha mkono wake kuondoa adui zako wasikukaribie, kama vile Bwana Mungu wenu alivyowatendea ninyi katika Misri, mbele ya macho yenu. Umeona Mungu akikupigania wewe. Kumbuka mwenyewe vita ambayo Mungu amekupigania, kwa sababu kila mtu ana njia ile anapitia. Kila mtu ana ile kitu mnaita Kiingereza destiny, na Mungu amekupigania kwa njia ya pekee mpaka ukaingia katika wokovu, na amekuweka akakusafirisha. Wengine wamepelekwa nchi za mbali, wengine wamepelekwa utajiri, wengine wametajirikia katika nchi ile ile waliokuwa. Mungu amewapa urithi, kwa sababu kila kitu uonacho ni cha Mungu. Mahali ulipo, nchi hiyo ni ya Mungu. Lakini wakati unasema mimi ni maskini hapa, hapana, ambia Mungu akupiganie, akuonyeshe njia ya kuweza kupata urithi wako mahali ulipo, na Mungu atakupa. Kwa hivyo wapenzi, anawaambia wakati mlikuwa Misri, wakati mlikuwa katika ufalme wa giza, yani Misri, si Mungu aliwatoa huko kwa miujiza zake, kwa mambo yake ya ajabu. Na wale bado wako Misri, Mungu anawaambia kuna wakati wa kuja upande wa Mungu. Kwa hivyo ni wakati huu. Siku hizi ni siku za mwisho. Kuna hatari nyingi sana. Wewe umeonyeshwa haya ili upate kujua ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hapana mwingine ila yeye. Ujue ya kwamba hakuna Mungu mwingine. Usije ukadanganywa mtu mwingine ati ni Mungu yuko hapa, yuko hapa. Hapana. Hata wakati mmoja Yesu aliambia watu, aliwaambia, walikuja wakamwambia, kwa nini wale wanatumia jina lako kuwaponya wengine? Yesu akawaambia, hapana, watangaze tu, kwa sababu jina la Yesu linatangazwa. Lakini akawaambia, msiondoke mahali mpo. Usiambiwe Yesu yuko pale, yuko huko ati uondoke. Hapana, tulia pale, kwa sababu anakaribia, lakini hajafika. Kwa hivyo wapenzi, mjue Mungu ni yule, ni Mungu mmoja, hakuna miungu wengine. Wengine ni wa kukupoteza. Kwa hivyo wapenzi, kutoka mbinguni amekusikizisha. Kutoka mbinguni amekufanya usikie, amekusikizisha, amekufanya usikie sauti yake akiwa mbinguni, akiwa ulimwengu huo wa kiroho, ndio tunaita mbingu. Ubinguni wale, wakati nasema mbinguni, unajua wengine huangalia juu, wanasema mbinguni ni huko. Sawa, lakini mbinguni ni ulimwengu wa kiroho, huko ndio mbinguni. Kwa sababu wale ambao wamewahi kusafiri na ndege hizi kubwa, wanaenda wanapenya haya mawingu yanayoonekana, wanaenda kule ambako hakuna mawingu tena. Huko hakuna mawingu haya yanarudi chini yao. Kwa hivyo tena huko bado ni, mnasema wapi? Ni mbingu bado. Kwa sababu mbingu ni mahali Roho wa Mungu anakaa. Roho yuko kila mahali, hapo upo na kila mahali. Kwa sababu wakati unapovua nguo hii, ngozi hii, the tabernacle, hii temple, wakati inaondoka, ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili 5, utaona wakati tutatoka katika hema hii. Tukitoka hema hii, nini kinatendeka? Roho inaenda kwa yule aliyeipeana, katika kitabu cha Mhubiri 12:7 utaona namna hiyo. Kwa hivyo ikimrudia mwenyewe, inarudi mahali ilitoka. Kama yeye ndio atajua wewe uliitumia vibaya, ataikataa. Huyu alitumia vizuri, sawa, ataipokea. Kwa hivyo ndio Yesu anasema mahali nilipo nanyi mtakuwepo. Kwa hivyo wapenzi, nawaambia ya kwamba mjue ya kwamba hapana Mungu mwingine ila huyo pekee aliyekuumba na ambaye anakujua. Kwa hivyo kutoka mbinguni amekufanya usikie sauti yake. Ni yeye amekufanya, si watu wamefanya usikie, ni wewe. Mungu ndiye amefanya usikie. Na juu ya nchi aliyokunyesha moto wake mkuu, ukasikia maneno yake toka kati ya moto. Hapo anasema juu ya Horebu, mahali ambapo ulifika na ukaamini ya kwamba kuna Mungu. Ni yeye alifanya uamini hiyo, na yeye ndiye alikunenea kutoka mbinguni. Na kwa sababu aliwapenda baba zenu, ni upendo tu ndio ulifanya Mungu atende kazi hii. Kwa sababu hiyo aliwachagua wazao wao baada yao, akakutoa katika Misri kwa kuwako pamoja nawe na uweza wake mwingi. Yeye ndiye alitutoa katika dhambi zetu, akatutoa Misri, na akaweza kwa nguvu zake akatuondoa na akatufanya watu wa kuheshimika, ili kuwafukuza mbele yako mataifa walio wakubwa wenye nguvu kukupita wewe, ili kukuingiza na kupatia nchi yao iwe urithi kama ilivyo leo. Yaani nchi ambayo Mungu amekupa, amekupigania, ameondoa wale watu wakubwa, watu waliokuwa na uwezo mkuu, ili akupe wewe
kama ulivyo siku ya leo. Kumbuka, kitu chote unacho leo si kwa nguvu yako, ni Mungu amekupa. Amekuondolea watu wenyewe waliokuwa wenye hiyo, akakupa hata na passport, akakupa uwezo, akakupa nguvu ya kuweza kupata hiyo title deed ya hiyo shahada ya hiyo shamba, na ukaweza kuipata. Ni Mungu alikupigania kwa sababu ilikuwa na mwenyewe. Na kwa hivyo wapenzi, kwa hiyo ujue leo hivi ukaweka moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini, hapana mwingine. Ujue mbinguni na hapa ardhini hakuna Mungu mwingine ila huyo tunayemwamini ambaye alitupigania. Basi zishike sheria zake, zishike sheria zake na amri zake ninazokuamuru leo, upate kufanikiwa wewe na watoto wako baada yako. Ukishika amri za Mungu na hukumu zake, ndio utabarikiwa wewe pamoja na watoto wako baada yako. Hata ukienda ulale katika Bwana, watoto wako watabarikiwa. Lakini inakutegemea wewe, ndugu yangu, dada yangu, inakutegemea wewe. Maisha ya watoto wako na uzao ujao inakutegemea wewe unayelisikia neno siku ya leo. Ukitaka wakae kama maburukenge, watu ambao hawana mbele wala nyuma, basi ni wewe utakayeamua hiyo. Na siku zako ziwe nyingi katika nchi ile akupayo Bwana Mungu wako milele. Na Mungu atakuongeza siku. Ukipenda Mungu, yeye huondoa magonjwa. Hata ukigonjeka siku mbili, unaona Mungu anaondoa hiyo ugonjwa na unaendelea kuishi. Na unaishi miaka mingi zaidi ya 70. Kwa sababu gani? Mungu anakupenda. Anasema utaishi miaka mingi katika hiyo nchi amekupa. Mungu hawezi kukupa baraka tena kunyang'anya mara moja na unampenda. Hapana, atakufanya ukae pale, ukule vizuri, uishi vizuri na uwe na raha na ufurahie mapenzi na matendo ya Mungu katika maisha yako. Kwa hivyo atakupa utajiri huo na utakuwa ni wa milele, kwa sababu kizazi chako kitazidi kubarikiwa. Ndipo Musa akabagua miji mitatu ng'ambo ya Yordani upande wa matokeo ya jua. Akachagua miji mitatu, hiyo ndio kubagua. Akatoa miji mitatu katika mashariki kutokako jua. Na hapa ni nini? Unaona ya kwamba yeye havuki Yordani. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alisema. Kwa hivyo hapa ni kwa Manase nusu na Gadi bakiwa na Ruben. Ndio amechagua miji mitatu. Amechagua miji mitatu ng'ambo hiyo katika makabila yale matatu. Na hii miji mitatu ni nini? Ili kwamba amuae mtu apate kukimbilia huko. Yaani mtu akitenda jambo mbaya aweze kukimbia huko kabla hajauawa. Miji ya the city of refuge, mahali ya kujificha, mahali ambapo ukitenda dhambi utakimbia mahali pale. Amuae jirani yake pasipo kujua, wala hakumchukia tangu hapo, ili apate kuishi akimbiliapo mmojawapo wa miji hiyo. Kwa hivyo Mungu aliweka, na mfano wa miji hii ni Kristo. Wakati Yesu alikuja, tulikimbilia kwake ili tupate kuokolewa. Mungu aliweka hiyo miji mwanzo kabisa, na unaona kabla hajamchukua Musa amempa nafasi ya kutengeneza hii miji mitatu ng'ambo ya Yordani, kwa sababu hatavuka. Ili Joshua naye akivuka ng'ambo ya Yordani, naye ataweka miji mitatu, yote itakuwa miji 6, lakini kulikuwa na miji mingine midogo midogo, mitatu ng'ambo hii na mitatu upande huu mwingine. Kwa hivyo ikawa ametenga hiyo, ati mtu akiua bila kutarajia, bila kujua. Yaani, na tulisoma hiyo sana, kumbuka, katika kitabu cha Hesabu na vile vile katika Walawi. Bila kujua akimbia katika hiyo miji ili aweze kukaa huko nasi uawe, mpaka akae huko mpaka wakati kuhani ambaye anatawala wakati huo atakapokufa, ndipo naye huyo mtu ataondoka na arudi nyumbani salama. Tafundisha hiyo mahali tutafikia na tutasoma kwa undani. Nayo ni hii, akachagua miji hii ambaye ni mitatu. Beseri ya barani iliyo katika nchi tambarare kwa Waruben. Kwa upande wa Ruben alichagua mji huo unaitwa Beseri. Na kwa upande wa Ramothi iliyo Gileadi kwa Wagadi, akachagua Ramothi kwa watu wa Gadi, family ya Gadi. Na vile vile katika Golan ilikuwa katika Bashan kwa wana wa Manase. Na utakumbuka, umesoma, ulisikia mahistoria wakati Israeli wanapigana na watu wa kule Israeli wakati vita viko Golani Heights na kwingineko. Unaona hii Mungu alikuwa ametenga kwa watu hawa, lakini kwa sababu ya vita na ganza na vinginevyo, ndio unaona mambo haya yapo. Lakini Mungu alichagua mji wa Beseri, mji wa Ramoth na mji wa Golani, ili watu waweze kukimbilia huko wakati
kutakuwa kuna shida. Na basi kuanzia pale mstari wa 44 tunaona mahubiri ya pili ya Musa. Amemaliza ya kwanza, na katika hii tunaona Musa anahitaji nini katika Waisraeli, yaani Mungu anahitaji kitu gani kwa Waisraeli. Tunaona ya kwamba anaendelea katika funzu la pili, yani second summary. Mahubiri ya pili ya Musa inaanza pale mstari wa 44. Na torati Musa aliyowawekea wana wa Israeli ni hii. Haya ndiyo mashuhudio ya amri na hukumu Musa aliyowaambia wana wa Israeli walipotoka Misri. Na kwa hivyo aliwaeleza mambo hayo, akarudia tena kabla hajaenda ng'ambo ya Yordani, katika bonde lililoelekea Beth-peori, katika nchi ya Sihoni mfalme wa Waamori, iliyokuwa akikaa Heshbon, ndio aliyopigwa na Musa na wana wa Israeli walipotoka Misri. Unakumbushwa vile Mungu aliwapigania akipitia Musa, anaweza kutamatisha sasa. Wakaishika nchi yake ikawa milki yao, na nchi ya Ogu mfalme wa Bashan ndio wafalme wawili wa Waamori waliokuwa ng'ambo ya Yordani upande wa matokeo ya jua. Hapo ndio Musa alipigana mwenyewe, sio Joshua. Akaweza kuwapatia wana wa Israeli hiyo makabila matatu nchi ile, toka Aroeli iliyo juu ya ukingoni ya bonde la Arnon hata mpaka mlima wa Sion, na hapo yani ndiyo mlima wa Hamoni, na Araba yote iliyo ng'ambo ya Yordani upande wa mashariki, hapo mpaka bahari ya Araba chini ya matelemko ya Pisiga. Tutaona ya kwamba Pisiga ndio mwisho wa Musa. Kwa hivyo sasa Musa amewaeleza, na mahubiri yake amewaeleza vizuri, wameweza kujua, na sasa akawaonyesha hiyo nchi ndio tumeelezwa, ambayo inatoka katika Araba kuelekea katika ng'ambo ya Yordani na kwenda upande wa mashariki, upande wa ziwa la Araba, na basi kuteremkia milima ile. Musa ataenda kupanda milima na miteremko ya Pisiga. Kwa hivyo wapenzi, tutakoma hapo. Somo la 4B tumemaliza hapo, na sasa Musa ametenda kazi ambayo Mungu alifanya atende. Ameweza kutoa mahubiri ya kwanza na mahubiri ya pili. Ataendelea kuwafunza mambo hayo, lakini sasa tutayaona kwa undani, kwa sababu anarudia kabla hajaondoka kabisa. Ataanza kurudia sasa ya ndani ambayo yako katika Walawi, ambayo Mungu alinena. Tutayaona kwa undani kuliko tulivyoona katika vitabu tulivyosoma ya Exodus, yani Kutoka na Lawi na vile vile Hesabu. Sasa tutaingia kwa undani sana, Mungu akitukumbusha, hata mpaka tutafika sura ya 34 ambapo Musa ataupanda mlima wa Pisiga na kuondoka. Mungu awabariki sana, awatendee mema, na kwa leo tutakoma mahali hapo. Kwa hivyo Mungu awe nanyi.